الحمد لله رب العالمين يا رب، حمدا لمن اتقى هذه الدنيا الفانية وأوجد لنا الآخرة الباقية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أعد للمؤمنين الدرجة العالية، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، إمام من قام الله فيهم فهو في عيشة راضية. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي هادي إلى صراط المستقيم. أما بعد، إخوة الإيمان أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، حيث قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قديما تقي تزود من التقى، فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر. الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لا بد من دخول القبر. Ndugu Islam, wapenzi na wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu ya kwamba hakika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio fikra iliyokamilika kabisa. إخوة الإيمان أحباب رسول الله، أما موضوع خطبتنا اليوم عنوانها يقول: عجائب محبة الله على من ترجع إليه. Hakika موضوع ya khutba yetu ya leo, kichwa chake cha habari kinasema maajabu ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yule ambaye aliyerejea kwake ukweli wa kurejea. Ikhwatal iman, leo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tutazungumzia baadhi ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anayoyaweka juu ya mja wake na kipenzi chake. Lakini hawezi kupata mtu mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa mpaka atengeneze mahusiano mazuri baina yake yeye na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, awe tayari kukatazika na yale makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuyakataza, kurudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Hunaka man yaudu ilayhi bisababi ba'd al-ahadaith, wapo baadhi ya watu ambao wanathubutu kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya matukio maalum. Wapo baadhi ya watu wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi cha shida. Wapo baadhi ya watu wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi cha raha. Lakini wapo baadhi ya watu wanaorudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi cha jambo fulani, na wapo wanaorudi kwa Allah katika kipindi au mwezi fulani. Ikhwatal iman, hakika huku siko kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtu anarejea kwa Allah subhanahu kwa matukio maalum, kisha tukio hilo litakapokuwa ni lenye kuisha, basi ni mwenye kurudi katika yale ambayo aliyokuwa akifanya mwanzo. Huko kunakuwa sio kurudi kwake Allah, isipokuwa huko ni kumchezea shere Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa vipi utaweza kuyachuma mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala, ewe mja? Ili uweze kuyapata mapenzi ya Allah, urejee kwake Allah ukweli wa kurejea kabisa. Allah anasema katika sura ya 66 aya nambari 8: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah, توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Automatically kabisa, ndugu zangu, waliopata bahati ya kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni watu wa nuru. Naam, na nuru yao kwa hakika kabisa inatembea mbele yao na pande za kuliani kwao, watu ambao wamerejea kwa Allah, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuwapenda, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya wao ni wapenzi wake. Anasema, enyi mlioamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni kwa Allah subhanahu toba iliyokuwa takasifu kabisa, toba iliyokuwa sawa sawa kabisa. Kama mnarejea kwake Allah, mrejee ukweli wa kurejea, isiwe unatubia kwake leo kisha kesho unarudi katika yale ambayo uliokuwa nayo mwanzo. Huko sio kurejea, sio kutubia kwa Allah, na huko sio kurudi kwa Allah. Yani unarejea na unatubia kwa Allah ikiwa katika sababu maalum, au unarejea kwake kisha kesho unarudi, au baadaye unarudi katika yale ambayo uliokuwa ukiyafanya. Allah anatuasa tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kutubia kabisa, ili Mola wenu Allah aweze kuwasamehe madhambi yenu na kuingizeni katika pepo yake ambayo chini yake kupita mito. Lakini ni watu wa nuru, watu wa namna hii, na ni watu ambao watakuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama, na Allah amewaita watu wa nuru. Nuruhum yas'a baina aydihim, nuru yao inatembea mbele yao. Hawa ni watu wa peponi, hawa ni watu ambao wenye kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat al-iman, idha hababta Allah yuhibbuk wa idha hafidhta ilayhi yahfadhuk, tambua ya kuwa utakapompenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atakupenda zaidi kuliko hivyo unavyompenda. Na yani mapenzi yako kwa Allah subhanahu, ukarejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah hakika atakupenda sana. Lakini pia kadhalika utakapomhifadhi Allah, pia na yeye atakuhifadhi Allah subhanahu. Katika kanuni tunaambiwa pale ambapo utakapofanya jambo jema la kumpendezesha Allah, la kumfurahisha Allah, basi Allah anakulipa ujira zaidi yake mara 10. Maana yake ukifanya jambo lolote la kumpendezesha Mwenyezi Mungu anakupenda. Kama umefanya jema moja unalipa mara 10 yake. Kwa hivyo ukimpenda Allah, Allah atakupenda zaidi vile unavyofikiria. Lakini kumhifadhi Allah, muhifadhi Allah, ukimhifadhi na yeye atakuhifadhi. Undhuru hadha la ajib mahabbat Allah alayk, cheki na chunguza ndugu yangu, angalia haya maajabu makubwa kabisa ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. Idha hafidhta Allah yahfadhuk, utakapomhifadhi Allah na yeye hukuhifadhi. Ihfadhuhu tajiduhu tujahak, au ihfadhuhu tajiduhu amamak, mhifadhi Allah utamkuta mbele yako. Idha maridhta tajiduhu amamak, utakapoumwa wewe basi Allah utamkuta yuko mbele yako. Utakapopatwa wewe basi Allah utamkuta yuko mbele yako. Wa fi mashakili wa masaibi tajiduhu amamak, katika maradhi pengine uliokuwa nayo basi muombe Allah peke yake. Unahitaji kazi wewe, basi muombe Allah peke yake. Kama unahitaji mali pia vile vile muombe Allah peke yake. Wa idha sta'anta fasta'in billah, lakini pia utakapotaka kuomba msaada basi msaada muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, wapo watu wanaishi na wanapopata maisha na maisha yao yakawa yameenda ndivyo sivyo, wanawaelekea kuwaomba msaada watu ambao wamepotea na kupotoka. Kuna watu wamekosa subira katika utafutaji wao wa maisha. Kuna mtu amekosa subira katika kipato anachokipata pengine, au mazingira aliyokuwa nayo pengine. Wapo vijana mbalimbali na watu mbalimbali hivi sasa wakiwa wanajinadi katika mitandao na sehemu mbalimbali na mabango mbalimbali wakiandika, tunatoa connection za kupata utajiri, tunatoa connection za kupata mali.
anakuambia namba hizo hapo, jiunge nazo ili uweze kupata mali. Kujiunga katika jicho la tatu ni kipi kinachokujulisha ndugu yangu? Jicho la tatu ni nini? Jicho la tatu ni ushirikina mkubwa kabisa, na ni maasi makubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo vijana wanawadanganya, au wapo watu wanawadanganya watu watoke katika njia zilizokuwa sahihi, wakiwa wanawaita ili waingize katika sehemu ambazo ni za kimatatizo. Ndugu yangu, hizo mali unazopata kupitia hiyo namna na hizo njia, kumbuka ya kuwa yapo maisha baada ya maisha hayo. Ni wangapi ambao wamekuwa maarufu kwa ajili ya mali hizo walizozipata katika njia za batili na za kiharamu, lakini mwisho wao ulikuwaje? Mwisho wao ulikuwa ni mbaya sana. Mwisho wao ulikuwa ni wa kidhalili sana. Mwisho wao haukuwa mzuri kabisa, na wamekufa angali katika mazingira ambayo sio ya kutarajia wala ya kutegemea. Wapo watu wanaitwa kujiunga na magrupu au na makundi mabaya ya kimashaitani ili wapate pesa na mali. Wapo watu wameweza kujibadilisha mpaka majina, anajiita mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Unahitaji na wewe pesa, usikae kizembe kizembe, chukua namba za simu hizo, nipigie nikuingize na nikuunganishe katika jicho la tatu. Kama ni kumuomba Allah au kama ni kuomba huo utajiri, kwa nini usimuombe Allah wewe? Kumbuka una maisha baada ya maisha hayo ndugu yangu. Una maisha ambayo una watoto baada ya hapo wewe. Una maisha ambayo una familia baada ya hapo wewe. Mwisho wako utakuwaje wewe? Kama utapata hizo mali za masharti, mali hizo za kimaasi na kishirki. Kuna maisha ambayo yako baada ya maisha hayo. Hata wewe utrend miaka 5, 10, lakini bado ni muda mfupi sana. Mwisho wako hautakuwa mzuri. Hivyo idha sta'anta fasta'in billah. Kama ni kuomba msaada, basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ninakuomba uniwezeshe, hali imekuwa ndivyo sivyo, maisha yamekuwa magumu, mambo yangu yamekuwa hayaendi. Ninakuomba Allah unithibitishie imani yangu nisiweze kupotea na kupotoka ya Rabb. Ninakuomba uweze kunistiri. Uone Allah atakavyokustiri. Njia sahihi tumeziacha wenyewe, kisha tunaweka masikio yetu on kusikiliza mambo ambayo hayasiofaa. Mwisho wa siku tunajiingiza katika mambo haya. Muombe Allah subhana aweze kukuwezesha wewe. Kama ni maradhi, muombe yeye Allah, atakuwezesha. Kama ni mali, muombe Allah, kwani huyo ambaye anayetoa mali zote zinatoka mikononi mwake Allah. Huyo anayekuita wewe na hizo njia wanazozitumia za kibatili katika kukuwezesha kukupa hiyo mali aliyowapa wao ni Allah subhana. Kwa nini wewe usimuombe Allah yeye ambaye ndiyo mshika hazina za mali zote akaweza kukuwezesha yeye? Muombe Allah, ataweza kukuwezesha. Idha sta'anta fasta'in billah. Utakapokuwa una majambo, muombe msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakupa, lakini Allah atakupenda. Ajaibu mahabbatu Allah au mahabbatu Allah ala abdi. Maajabu katika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja wake. Ikhwani fillah, tasanna mahabbata Allah ilaik wa ta'atihi. Tengeneza mahusiano mazuri, mapenzi mazuri baina yako wewe na Allah subhana, kisha ufanye taa kwake yeye Allah, uone majambo yatakavyokwenda. Qala qailun innal muhibba liman yuhibbu muti'a. Moja katika wasemaji anasema, hakika si vinginevyo mapenzi juu ya yule ambaye mwenye kupenda hicho anachokipenda, au huyo anayempenda kwa hakika kabisa humtii. Ili uweze kupata mapenzi ya Allah, kwanza mpende Allah, rejea kwake Allah kweli wa kurejea, lakini mtii Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikri al-hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخواني في الله، أوصيكم مرة ثانية وأوصي نفسي المكسرة في تقوى الله جل جلاله. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المتقين، وأسأله أن يحفظنا من بين أيدينا وأن يميننا وأن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ به أن نختار من تحتنا، إنه على كل شيء قدير. Ndugu ninarudi kwenu kwa mara ya pili kupata kukuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kuitekeleza amri ya Mola wangu. Na namuomba Allah tabaraka wa taala aweze kutupamba kwa ikhlas
atupe vazi la siha, atuhifadhi nyuma yetu, mbele yetu, kuliani kwetu, kushotoni kwetu, juu yetu na hata mpaka chini ya nyayo zetu, kwani yeye Allah ni mweza juu ya kila kitu. Ikhwani fillah, almawdhu ajaibu mahabbatallah ala abdi. Mawdhu yetu ya hutuba ya leo, mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake. Kwa hakika ndugu zangu, yoyote yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kutengeneza mahusiano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala na akaweza kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika mtu huyo atakuwa ni mtu wa ajabu kabisa. Na huwezi kupata mapenzi ya Allah, ni lazima maana yake uweze kukatazika na yale makatazo ambayo Allah ameweza kuyakataza, lakini na uyatekeleze yale maamrisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuyaamrisha. Ndugu yangu, katika kufanya hivyo, kwa hakika wajibu wako ni kutambua muda wowote, saa yoyote, dakika yoyote, sekunde yoyote upo katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni ibada, fanya ibada mfululizo, usifanye ibada kwa kukatiza katiza. Wapo watu ambao wanaofanya ibada kwa msimu fulani, wanajitenga na wanaacha majambo mengi ya kumuudhi na kumkasirisha Allah na kumuasi Allah kwa ajili yake, lakini baada ya msimu huo kuisha, basi na wao wanarudi katika yale ambayo waliokuwa wakiyafanya baada ya hapo. Ndugu Islam, endapo mtu atakuwa ni mwenye kuyazingatia hayo na kuishi na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayoyapenda, na akarudi kwa Allah ukweli wa kurudi kabisa, basi juu yake ana mambo yafuatayo katika mapenzi ya Allah subhanahu. Inna Allah yunji ala khalilihi wa yakunu ma'ahu min haythu yakun. Allah atamlinda, Allah atamhifadhi, Allah atamuokoa kipenzi chake yule ambaye anayempenda, na atakuwa pamoja naye mahala popote pale anapokuwa na yupo. Unapokuwa wewe uko na Allah, mahala popote ambapo wewe upo, Allah amekufanya wewe ndio khalili wake, kipenzi chake, mtukufu, yani mja wake mtukufu, aliye mtukufu kabisa, kipenzi chake. Maana yake utakuwa katika mazingira gani? Lakini Allah yaj'al lahu makhraja min kulli dhayqi, Allah atamjalia matokeo mazuri katika kila dhiki. Dhiki ya maisha Allah atakuondoshea, dhiki ya mali Allah atakupa matokeo mazuri, lakini dhiki ya maradhi pia vile vile. Wapo watu ambao wamehangaika, naam, anatafuta suluhisho ya magonjwa yake na maradhi yake, hajapata. Kwa nini usirejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Huyo ambaye anaweza kuweka maradhi kwa mtu, huyo ndio ambaye ana uwezo wa kukuondoshea wewe. Lazima ujitathmini ndugu yangu, ya kuwa ikiwa mimi nilikuwa sipo na sasa hivi niko, Allah yeye ndio aliyeniweka katika tumbo la mama yangu. Mama yangu akanizaa kwa uchungu, kisha baada ya hapo mama yangu akanilea mpaka hapa nilipofikia. Aliyefanya yote hayo ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maradhi kwake ni kitu cha kawaida sana, anakujaribu na anakupa hiyo mtihani, basi rejea kwake, muombe Allah na kuomba uondoshee maradhi na matatizo na masaibu niliyokuwa nayo, Allah atakupa. Sasa haya kwa yule ambaye ni khalil, kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, automatically Allah yeye anakuwa naye kila mahala na anamuondoshea. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, lakini Allah humruzuku katika upande asio utarajia. Ima unawaza maisha yamekuwa mtihani, ghafla tu utashangaa Allah amekuondoshea na umetoboa. Unawaza matatizo uliokuwa nayo, Allah anakuondoshea, lakini utapata wapi kile unachokikusudia na unachokitarajia na unachokitaka katika kutafuta? Allah anakupa. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ndugu zangu, kwa hakika ikiwa mtu amejikurubisha kwa Allah na Allah akamjalia kuwa mpenzi wake, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo atakuwa ni mwenye kuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu, lakini humlinda pia katika vitimbi vya watu mbalimbali, humlinda katika vitimbi vya watu wote, ima majini na shaitani, wanadamu wabaya, Allah humuondoshea na Allah humlinda kutokana na vitimbi vyao. Ana al-ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Tambua ya kuwa lau watu watakusanyika, umma utakusanyika, ima wawe ni wanadamu au majini, wakiwa wanakusudia wewe wakudhuru kwa kitu chochote kile, utambue ya kwamba hakuna ambaye ataweza kukudhuru wewe pale ambapo mapenzi ya Allah sasa yako pamoja na wewe mja wake.
isipokuwa kama ni kudhurika, utadhurika tu katika hali ambayo kitu ambacho Allah amepanga udhurike kwacho. Lakini pia na lile ambalo litakuwa wewe limekupata, basi utambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakujalia lisikupate hilo ambalo limekupata. Ameliweka na amekwisha lihukumu na kuliandika kwamba likupate. Utambue hivyo. Lakini pia jua ya kuwa na utambue ya kwamba hakika ya nusura ipo pamoja na subira. Kwa hiyo mja unatakiwa utambue haya kwamba linalokukuta ukiwa wewe uko katika hali ambayo Allah yuko pamoja na wewe, basi lolote lile ambalo litakalokukabili utambue kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala pengine amepanga kukuonja, lakini na hilo likupate. Huo ndio ucha Mungu. Ndugu zangu, ningependa nimalizie hotuba yangu kwa kisa, lakini time haiwezi kutosha. Pale ambapo utakapokuwa wewe umejikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umemcha Allah subhanahu wa ta'ala, nyakati zote ukazifanya ni nyakati za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna muda maalum wa kuweza kumcha Allah subhanahu, kwamba huu ni mwezi fulani ninamcha Allah, ninarejea kwa Allah. Mwezi huo utakapoondoka na wewe ndio umeisha na umeondoka na umemwacha kumwabudu Allah, au ukamcha Allah katika kipindi fulani, labda una maradhi, basi katika maradhi haya Allah amenionja, basi ngoja nirudi kwake. Lakini maradhi yatakapokuondoka basi ukaachana na kumwabudu Allah subhanahu. Au mwingine akawa anamwabudu Allah katika nyakati za raha, lakini raha inapoondoka kila mtu, au ukachagua wakati ambao unaona kwako ni sahihi kumcha Allah subhanahu. Kwa hakika ndugu yangu, utambue hiyo mitihani na hiyo mikiki ya kiulimwengu lazima utaonjana nayo, kwa sababu Allah maana yake ni kwamba wewe humtambui, unamtambua katika nyakati unazozitaka wewe. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe tuwe miongoni mwa wapenzi wake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ibada zetu azikubali, lakini atudumishe katika ucha Mungu. Atusamehe madhambi yetu ili tuwe miongoni mwa vipenzi vyake. Tunamwomba Allah ajalie ibada zetu, swala zetu, funga zetu na ibada zetu mbalimbali Allah azitakabali kwa uwezo wake na kwa rahma zake. Tunamwomba Allah atuondoshee maradhi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshee matatizo mbalimbali katika maisha yetu, atuondoshee changamoto mbalimbali katika maisha yetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwathibitisha vijana wetu na familia zetu katika kumwogopa na kumcha yeye peke yake. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.